Ujambo mwanafunzi mahali ulipo, nachukua brahi kukukaribisha kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi cha elimu ya Kiswahili kwa wote. Na leo ningependa tuweze kuangazia maudhui kwenye riwaya Nguu za Jadi, riwaya ambayo mwandishi wake ni Clara Momanyi. Najua kwamba awali tumeweza kuzungumzia maudhui ya ukabila, na ningependa tuangalie maudhui ya utabaka. Ni vyema tuelewe kwamba utabaka ni hali inayosababisha jamii kuweza kugawika katika makundi mawili, hasa kundi la wachochole na kundi la wakwasi au matajiri. Tunapoangalia taifa la Matuo, jamii imeweza kujigawanya mara mbili. Tuna akina Angusha, wachochole ama wakata, na kwa upande mwingine tuna matajiri, wakwasi, wanaomiliki nyenzo nyingi za biashara na wanamiliki mali belele katika jamii. Kwa mfano, tunaona kwamba katika nchi ya Matuo kuna tabaka la juu ambalo ni tabaka la matajiri. Tabaka hili la matajiri limeweza kujitenga na tabaka la wakata, ama ukipenda tabaka la watu maskini oyehaye wasiokuwa na mbele wala nyuma. Tabaka hili la kitajiri wanaishi kwenye mitaa ya kifahari kama vile mtaa wa Majuu. Tunajua kwamba matajiri wengi katika taifa la Matuo walikuwa wanaishi kwenye mtaa unaofahamika kama mtaa wa Majuu, lakini tunapowaona wale maskini wachochole waliweza kuishi kwenye mitaa kama vile Matango na Majahani, na hawa wanauzishwa katika kufanya kazi viwandani, mashambani, kama makarani, matopasi na hata matarishi. Kwa hivyo wale wengi ambao walikuwa wanaishi katika mitaa ya kimaskini, kwenye mitaa ya watu ambao wanafikiriwa kwamba ni watu wa hali ya chini, waliweza kufanya kazi mashambani, viwandani, makarani, wakawa matarishi, na wengine matopasi, na wengine hata waliweza kufanya vibarua kama vibarua vidogo vidogo. Tunaarifiwa pia jambo jingine ni kwamba tunaarifiwa kwamba nchi ya Matuo iliweza kushikilia utabaka. Na nchi ya Matuo iliweza kushikilia utabaka kwa njia gani? Tunaona kwamba matajiri walikuwa wenye nchi na walisalia kuwa wenye nchi. Kusema kwamba mtu ni mwenye nchi, nadhani inabeba uzito kabisa tunapoiangalia jamii. Kwa hivyo wale matajiri walikuwa wenye nchi. Tabaka hili la juu ndilo lililoweza kumiliki nyenzo za kuzalisha mali, na wao kando na kushikilia nyenzo za kuzalisha mali, tunaona wao pia waliweza kushikilia nyadhifa nyingi serikalini. Watu kama vile Mtemi Lesulia, Sagilu, Nanzia, Mbwashu na hata Ngoswe ni watu ambao waliweza kuishi maisha ya kifahari. Hawa ni miongoni mwa watu
waliomiliki nyenzo za kuzalisha mali. Wao walimiliki nyenzo za kuweza kuzalisha mali. Tunaona kwamba maudhui haya ya utabaka yaliweza kubainika kupitia mhusika Mangwasha anaposhangaa kumwona Mbwashu akiwasili pale kanisani kwa gari aina ya Land Rover, kumaanisha kwamba hadhi yake haikumruhusu kutumia gari lolote lile. Alitumia gari ambalo liliweza kuenda ama kuiana na hadhi yake katika jamii. Pia tunaona kwamba mke wa Mtemi Lesulia aliwasili pale aliwasili kwa gari aina ya pickup. Kuna kuchanganya ndimi pale. Kwa gari aina ya nini? Kwa gari aina ya pickup. Umiliki huu wa magari, Mbwashu, Land Rover, mke wa Mtemi Lesulia, gari aina ya pickup, inaweka wazi kwamba hawa ni watu ambao walikuwa kwenye daraja la juu katika jamii. Tunamwona pia kwamba ndio tuweze kujua ama kuelewa zaidi kuhusu maudhui haya ya utabaka. Tunamwona Cheia akiweza kutamani maisha ya utabaka ya kifahari. Na ndiposa akumbuka awali aliweza kuvutiwa na hata kukubali mapenzi kati yake na Mashauri ni kutokana na mali aliyokuwa nayo wazazi ama mzazi wa Mashauri. Tujue kwamba Mashauri alikuwa ni mtoto wa mzee Sagilu, na maisha haya ya kifahari aliyoishi Mashauri ndiyo yaliyomfanya Cheia kuweza kukubali mapenzi naye. Kwa hivyo mapenzi yake hayakuwa ya dhati haswa, bali tunaweza sema kwamba yalikuwa ni mapenzi yaliyoshikiliwa na umiliki wa mali. Na ndiposa hata wakati mwingine tunaona kwamba Cheia aliamua kumsaliti baadaye, alimsaliti Mashauri na hata kukubali mapenzi ya babake Mashauri aliyeitwa nani? Sagilu. Kwa hivyo aliamua kujidhalilisha kwa kukubali mapenzi ya mwana na baadaye ya baba, sio kwa sababu aliwapenda wote, bali ni kwa sababu alivutiwa na mali waliokuwa nayo. Kwa hivyo tunaona kwamba hapa tunaona utabaka unajitokeza. Kupitia Mashauri pia anasimulia kisa cha mfalme wa Ufaransa na malkia wake kwenye karne ya 18. Kwa hivyo kauli ya Mashauri anapotueleza kuhusu maisha, kuhusu kisa cha mfalme wa Ufaransa na malkia wake karne ya 18, anatueleza kwamba waliishi katika umaskini, raia waliishi katika umaskini, lakini mfalme aliishi maisha ya kitajiri. Haya ni mambo ambayo unaweza ukabaini kwenye ukurasa wa 148 hadi ukurasa wa 149 kwenye nakala ya riwaya ya Nguza Jadi. Kwa hivyo tunaona kwamba kijumla tunapoona ni kwamba kwenye riwaya ya Nguza Jadi maudhui ya utabaka yanajitokeza,
Na nimeweza kueleza kwamba utabaka ni ile hali ya jamii imejigawa katika makundi mawili au hata zaidi wakati mwingine, kutokana na rasilimali wanazomiliki watu. Tabaka la juu likisheheni watu matajiri na tabaka la chini likiwa na watu wachochole sana, waketwa ndio waliokuwa katika tabaka hili la chini. Na tumeona kwamba miongoni mwa watu ambao walikuwa naishi katika tabaka la juu ni Mtemi Lesulia, Nanzia, tumezungumzia Mbwashu, tumeongea kuhusu Sagilu, hata Chifu Mshabaha tunaweza tukamwona akiwa miongoni mwa watu walioishi katika daraja hili la juu la watu wa Kwasi. Daraja la chini tunawaona wale watu walevi, akiwemo hata wakati mwingine Mrima na familia yake, wakuwa watu ambao ni wa tabaka la chini, tabaka la kimaskini. Kwa hivyo mwanafunzi, tuweze kufahamu. Naitwa Ustadh Kakamunai, naomba ukasubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, kipindi cha elimu ya Kiswahili kwa wote, na kipindi hiki kinatufahamisha mengi kuhusu fasihi na mambo mengine. Kumbuka kwamba tayari tumeangalia maudhui ya ukabila na maudhui ya utabaka. Tutakapokutana tena, tutaangalia maudhui ya uongozi mbaya kwenye riwaya ya Nguu za Jadi. Naitwa Ustadh Kaka.